Tawala, Roho wa Bwana nawalika, tawale, tawala, Roho wa Bwana nawalika, tawale. Bwana katika neno lake, katika sifa, kupigania neno mbalimbali. Tawala Bwana, tawala katika ibada hii. Tawala Bwana, tukaisi tofauti katika ibada hii. Kama ni kweli kama ni hapa, ninasikia kwamba nahitaji kueleza Mungu. Nahitaji
tunazidi kupungua ili Bwana kuongezeke. Chukua nafasi katika shida, katika shughuli na katika neno lako. Mungu Bwana, nabii, sheria Bwana Yesu, Bwana kwa mazuri. Yesu na mazuri. Katika nafasi Baba, tupeleka moja kwa moja kwa kumsifu Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunataka kumsifu Bwana. Wakati wako tayari kumsifu Bwana siku ya leo. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi namtukuza.
Amen. Barikiweni sana watumishi wa Mungu. Basi bila kupoteza wakati, nitachagua watu wageni mahali hapa. Kama ni mara yako ya kwanza labda kufika mahali hapa Agano Church, kwa ishara ya mkono tu nikutambue. Kama ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, labda pengine umesikia kinana, ukasikia sauti nzuri, ukasema kama acha nichunge na wapenda, ama labda ulisikia sifa za mahali hapa na ukasema leo mimi acha nikaabudu na wapendwa. Nataka tu nikutambue kwa ishara ya mkono. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Nataka nichukue nafasi hii kwa shuhuda jambo hata moja. Kuja tumshuhudie Bwana, tuambie Mungu ametenda nini. Tutaenda kwa haraka kidogo kwa sababu muda wangu tayari ulikuwa ushaenda na kama dakika za kuhesabu. Sitaki kukula muda wa utumishi wa Mungu. Nataka nitambue ushuhuda. Alienda mwana hizi kwa sababu ushuhuda hata kupumua kwako pia ni ushuhuda. Kuna watu kama mambo yao mizuri na asubuhi unapokucha ikawa imefeli. Bwana asifiwe. Lakini kama unapata nafasi, mimi nikipumua nje na ndani nasema na ushuhuda. Bwana kama asingetaka nisingekuwa hapa. Bwana asifiwe. Nafasi tafadhali hata kama ni moja ya ushuhuda. Na kama hakuna ushuhuda mimi sitapoteza muda, mimi nitamshuhudia Mungu anifunge ushuhuda na tuenda kwenye kingine. Bwana asifiwe. Mimi nataka nimshukuru Mungu. Namshukuru Mungu, nasikia nina amani, nasikia hivi niko na furaha ambayo siwezi ielezea zaidi hapa. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kuwa amenilinda mimi pamoja na jamii yangu. Nisema jamii yangu ni kwamba na watoto. Niko na mzazi mmoja, mamangu. Namshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwaminifu kwetu. Kuna kipindi hapa nyumbani nimekuwa na hoja. Kuna ombi na hoja, Bwana asifiwe. Lakini kwangu mimi ilikuwa hiyo ni hoja. Unaomba lakini pia Mungu anajifunua kwamba nishimishe maombi. Nimekuwa nalalamika sana, nimekuwa mtu wa kwamba unaingia ndani kwa maombi, simshukuru Mungu mimi. Naenda kwa ile hoja naanza kulalamika, Bwana uniahidi na hujafanya Mungu. Umeniahidi kwamba Bwana atatenda lakini Bwana hujafanya. Basi bila kupoteza wakati. Lakini kwa muda mrefu kidogo hii hali iliendelea, nikawa mimi sijavunjika moyo, lakini ikaenda mpaka nikasipana. Mimi mbona sasa kila siku ni mtumishi naenda kanisani kweli, lakini mbona hii haifanyiki kwa nini? Mbona hii hoja hii, mbona Mungu wewe kwani? Yaani nafikia mahali nauliza Mungu, kwani Mungu ni kipi ambacho huwezi? Nakumbuka nilikuja katika mtumishi wa Mungu, nikamwambia Mungu, shida. Yaani ina maana kama Mungu, yaani ni kama yaani nimekosea zaidi ya kwamba haezi kabisa, yaani kusikia maombi yangu na haezi kujibu hoja hii imeshindikana. Hiyo siku nilipochukua hatua, nilikaa kama na mtu mmoja. Ananiambia, Jennifer, hebu kuwa mtu wa kusoma hili neno. Wakati mimi nakuja kutoka Nairobi, unajua changamoto zangu Jennifer. Unazijua, inya na nano sijua. Na tukasimama, umenisaidia mahali. Kwa hiyo pia mimi chenye ambacho naweza kusaidia. Hebu soma na hili neno. Unanisoma kweli? Na umenisoma na nielewa. Nikasema, mimi nilikuwa nafikiria pengine hapa shida anaweza nisaidia. Nikanibeba, lakini baada ya hapo siku toshaenda, nikaenda kwa mtumishi wa Mungu kwa safari tu. Nikaenda kumwambia mama, mimi nahisi kama yani hata niache kuja kanisa. Maana sioni kama kuna manufaa, yani naona kama naungana. Mungu ameshindwa kunifanyia. Mungu ameshindwa kabisa, na mimi ameshindwa, na Jennifer ameshindwa. Yaani haiwezekani. Anaangalia pastori atakabidhi. Anaangalia, lakini alikuwa anataka kama ataka kidogo kucheka. Lakini akajua huyu mwanangu kuna kitu kidogo tu, akaja kwa shamba akaniambia, nipe kama siku za kusali. Lakini katika hiyo imani Mungu amenishangaza wapendwa. Mungu amenishangaza. Hiyo hoja Mungu ameijibu. Mungu amejibu hiyo hoja. Nikikwambia hivi, sikuwa na kwamba nilikuwa naweza nikaanza kujenga. Yaani kwamba naweza nikaanza kujenga. Hiyo kwamba basi hata kama jamani hapa wenyewe inaweza kuwa ni hali dhabani kujenga, yaani nitaanza kianzaje. Lakini kama ni sahihi niache mafundi wanajenga, jamani huyu ni Mungu. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kuwa ametenda, amenijibu. Na si kumshukuru tu. Lazima kama mama hayupo, lakini lazima kwamba nikuja kusema Bwana
kushukuru kwa kuwa umetenda hiki. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio Thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitafanya hivyo kwa sababu kama Mungu ametenda. Na nitaenda kupitia ya madhabahu kwa sababu mama alisema kwamba hapana nitakuja huko. Na kwenda nilipokuja haikukawia. Na hiyo wiki na Mungu akanijibu. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia amani wapendwa. Nasikia yani kujivunia huyo Mungu wangu. Ya kama Bwana kumbe pale ninaposhinda ninaposika hapa kimeomana Mungu anatenda. Namshukuru Mungu wapendwa. Siko katika ule mwaka kwamba nitavuta kitaka usiku na mchana kwa ajili ya watoto wangu, hapana. Namshukuru Mungu kwa kuwa pia nimetalala mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi niwe wa mwisho kufunga ushuhuda. Nasema Bwana awabariki sana kuungana na kuongoza ibada hii. Mimi naitwa Jennifer Pendo Kazagamba na Bwana awabariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu Shila ili ukaweze kukaribisha mtumishi wa Mungu ambaye atasimama azamu katika kuleta neno la Mungu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushuhuda huu kututia moyo sana sana. Natumai pia wewe umekujenga mahali ambapo ulikuwa unahisi ya kwamba nataka kuacha, nataka ulegevu umeingia. Tia basi bila kupoteza wakati chakula cha Mungu kituambie ambayo ametayarishwa ni kwa ajili ya neno ya siku ya leo. Nisaidie tu mkaribishe kwa makofi. Naamini kuna leo jambo ambalo Mungu amekusudia ukaweze kulisikia. Utafika mahali hapa kwa bahati mbaya, utafika mahali hapa kwa makosa. Mungu ana makusudi kwa ajili ya maisha yako. kama inayotumia Unaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa kibali hiki. Basi bila kupoteza wakati chaka cha Mungu kwa mahali hapa kama mara ya kwanza nimtumikie tu. Nasikia kukaa chini, nasikia kunyenyekea mbele za Bwana. Nimwambia Bwana nisaidie, nitetee ndani yangu usiwe na roho yoyote ile ya kujiinua ama ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Basi natumika katika madhabahu hii ya mafuta ambayo Mungu ameyaweka ndani ya Pastor Harriet aliyenipatia hii nafasi ya leo. Sitakuwa tu mwingi wa maneno, nataka niende tu katika neno la Mungu. Nitasoma katika kitabu cha Yona. Nisomee Yona 1:15. Huo mlango mmoja peke yake. Yona 1:15 inasema, basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Amen. Andika kichwa cha ujumbe: kuondoa vizuizi kwa ajili ya mafanikio yako. Kuondoa vizuizi kwa ajili ya mafanikio yako. Hicho ni kichwa cha ujumbe siku hii ya leo. Basi nataka niongee katika habari za mtu huyu Yona. Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu na Mungu alikuwa anamtumia, na kwa sababu hiyo Bwana akamtuma Yona ile Ninawi aliyempatia ile nafasi. Lakini Yona hakupendezwa na ile ya kwamba ile Ninawi, maandiko yanasema akapanda merikebu ili ajiepushe na uso wa Bwana. Basi Yona katika kusafiri kwake akapata hiyo merikebu ikienda Tarshishi, na yeye akapanda pale. Anaingia pale asafiri pamoja na wale wanaosafiri au maabiria. Lakini cha kushangaza ni kwamba Yona alipoingia pale bahari ilichafuka. Bwana Yesu asifiwe. Yona alikuwa ni kizuizi.
akaacha kuchafuka. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Basi wakamkamata Yona. Bwana Yesu asifiwe. Walimkamata Yona kwa sababu wanaopiga kura walitafuta kujua mabaya haya yametupata kwa ajili ya kitu gani. Kichwa jameni, kuna nini? Si kawaida, kumechafuka, bahari haitulii. Walichukua hata vitu vyao, mizigo yao, wairusha ndani ya bahari ili itulie, lakini hadi ya leo. Basi Biblia inasema kwamba ulizidi kuchafuka. Biblia inasema kwamba hali ya maabiria haikuwa nzuri, na walipopiga kura, alipomwangukia Yona wakamwambia, wewe mtu wa wapi? Kabila lako ni gani?
Wakija nyumbani kujulikana wakienda wanaenda kabisa. Imeendelea mpaka sasa mmoja anasema mimi si kawaida. Tafuta sababu. Lazima kuwe kuna kitu. Kwa nini kunatendeka haya? Alipojua kuna kitu, kumbe kuna mtu alienda mahali akatamka maneno na akaweka pesa pale. Ina maana alikuwa amefungwa. Na alipopigana na ile hali ilipoondoka, yule mtu aliyekuja nyumbani hakwenda kabisa. Mipango ilipangwa. Maana kizuizi kikiondoka na sasa wanaweza kusimama. Mtumishi wa Mungu anaweza kuwa kizuizi, anaweza kuleta hali katika hata safari yako ya imani, hata safari yako ya wokovu. Mtumishi wa Mungu anaweza kusimama na akaweka mipaka kwa ajili ya huduma yako. Lakini wakati Mungu ukifika kutupika katika ile huduma, kama sasa sababu wakati wako umefika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wako umefika kutumikia Mungu kila kitu. Basi bila kupoteza wakati, Haleluya. Nataka utafute ni nini ambacho kimenifanya siendelee, ambacho kimenifanya nimekwama. Watu wa Berekemu walikuwa wamefika mahali wakati wanalia, imefika mahali mbele inazama, imefika mahali hawawezi tena kuendelea, wamekwama pale mahali. Kila kitu chao walikipeana, lakini bado haikutendeka. Ukitoka hapa lakini kuna nini? Kamwambia Bwana, kuna sifaulu. Kulitendeka nini katika maisha yangu? Nataka unisomee hiyo Yona 1:6-7. Yona 1:6-7. Basi Nahodha akamwendea akamwambia, una nini, ewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Bwana Yesu asifiwe. Ni maswali si maswali? Ni maswali labda kwa maisha yako haufanikiwi, uko na roho za kibali, mahali popote ukiingia wewe unaona hata hutambulikani, hauna kibali. Yesu asifiwe. Wakati kunitendeka nini katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Zungumza na Mungu. Tutakapoenda kuomba sasa, nataka yangapi maswali. Biblia imesema Nahodha mmoja akamwendea Yona akamwambia, una nini wewe? Yona, una nini wewe? Kabila lako ni gani wewe Yona? Umetoka wapi wewe Yona?
katika kitabu cha Hesabu 21:5. Endelea kidogo mpaka hapo chini. Kuna kitu pia hapa nataka nikuonyeshe. Hesabu 21:5. Inasema, Bwana Yesu asifiwe. na mbona Zungumza na Mungu kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya, si mahali pa mbegu wala tini wala mizabibu wala makomamanga wala hapana maji ya kunywa. Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi. sasa nataka maswali. Biblia imesema Bwana akasema na Musa akinena, toa ile fimbo ukawakusanya mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. 9. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyoamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikieni sasa, enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. kidogo. Hesabu 21:5. Ikapatikana Au 21:5. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. soma katika kitabu cha Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweka Misri ya miti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. ya kwamba hapa chakula hakuna, maji hakuna. Lakini baadaye maandiko yanasema Mungu akatengeneza nyoka wa moto. Watu wakaumwa na wale nyoka wa moto, wengi walikufa. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka Bwana niondoe katika hali hii, niondokee katika hali hii ambayo ninaipitia. Nataka usome katika kitabu cha Ezekieli. Pia tamkia hiyo shida yako. Tamkia hiyo shida yako, Ezekieli 37:1-7. Habari hizi ni pale mahali Bwana anaongea na Ezekieli alipomchukua akampeleka katika bonde ambalo limejaa mifupa mikavu, na akamwambia tamkia hii mifupa. Inamaanisha ile mifupa ilikuwa ni shida ambayo imekuwa sugu kwa hawa watu. Ilikuwa ni hali ngumu ambayo kila mmoja akitazama ile mifupa haiwezi tena kusimama ikawa jeshi kuu. Kuna uwezekano shida ambayo unapitia ama hali ambazo unazipitia ni ngumu, hata ukizitazama haiwezekani. Unaona kushindwa, unaona ya kwamba hapa hata nafanya nini ni basi imeisha. Anasema ya kwamba tamkia hiyo shida yako, itamkie hiyo shida, maana kizuizi kinawezekana kama ni shida. Kizuizi labda ni shida ambayo umepitia. Wale mabaharia walikuwa ni vitu wanavipitia, yale mawimbi yalikuwa ni matatizo ambayo walikuwa wanayapitia. Ile bahari kuchafuka ilikuwa ni kwa sababu kuna vitu fulani wanavipitia katika maisha yao. Furaha yangu ni kwamba waliputafuta mabaya haya yanipata. Kwa sababu gani? Jibu lilipopatikana, bahari ilitulia. Nasema nini? Hata kwamba bahari itatulia, hata kama kile unachopitia itatulia, itaisha. Lakini njia ni ya kwamba kapiga magoti kwa Bwana, muulize Mungu, kamlilie Mungu, kuna kitu gani Bwana? Mbona mimi sielewi? Bwana akikwambia kitu, akikuelekeza kifanye. Nimekupa mfano wa yule mtumishi, ajali, kifo cha ajali, mambo ya ajali, kila wakati ni ajali. Alipoenda mbele za Bwana na kumwita Mungu, alipomwambia vya kufanya, ile hali iliisha. Hata kwako inawezekana ikaisha. Hupati kazi, huna kupenda katika huduma yako, huna kufunguliwa. Wewe ukisimama unahisi kama uko kwenye kifungo. Ulilie Bwana, mwambie Bwana kuna nini? Haleluya, mtumishi, ni wakati mzuri. Takapoenda kuomba, tafuta kujua tu, mbona Bwana ananiona kwenye huduma yangu? Mbona Bwana mimi sipendi? Mbona nikikanyaga mahali fulani nakosa kibali? Mbona nikijaribu kufanya hivi sioni kuendelea? Kulitendeka nini ama nitamjua nini? Amen. Naamini umeandika hiyo Ezekieli 37:1-7. Hatutasoma. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mimi naitwa Mama Ketoni, lakini pia kuna Baba Ketoni. Kisha kafika mahali ukawa na shida, kisha nikaenda mbele za Bwana, nikamuta Bwana kuna nini? Amen. Akaniambia vya kufanya. Kwanza niliambia angalia huko nyuma, nikaangalia hata nikajaribu tena kupiga picha, nikasema hata niko kabisa. Haleluya, tafuta kuna nini. Hakuna mtu ambaye atakuta kuna nini akakosa kujibiwa. Utaambiwa kuna kitu, labda wewe ndio uvivu wa kutafuta. Amen.
ya kizuizi. Na ni kweli mtumishi anaweza kuwa kizuizi, anaweza kwa sababu ya wewe usifanikiwe. Amen. Ya wewe usiende kule. Ya mtu mwingine asiwezi kufanikiwa, lakini afanikiwa yeye. Twaweza ondoa Yona jamani. Ni wakati tukamuondoa Yona. Kuwa na imani kwamba Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo iandike, kuwa na imani ya kwamba huyu Mungu anatenda. Baada ya kuambiwa piga picha nyumbani kunakaaje, nilitazama, na hata katika hali ya kupigana pia ilibidi niwe na imani. Tena imani ile ambayo ni ya kiwango cha juu, imani ile ambayo inaitwa ya wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mpendwa, kwa maisha yako ukawa kuna Yona, lakini kama kuna yeye, inawezekana kufuatilia kwa imani, Yona ataondoka. Yona ataondoka katika maisha yako. Haleluya. Yona amefunga baraka. Yona ameleta hata magonjwa kwa maisha ya watu. Kizuizi cha maisha yako pia inaweza kuwa hata ndoa nayo ikawa kizuizi. Kuna sheria pale kwamba kama ni kutoka baada ya masaa mawili uwe umerudi. Ibada gani yenye itaisha ndani ya masaa mawili? Uwe umerudi nyumbani. Hiyo ikawa ni kizuizi katika maisha yako. Tafuta kujua unatoka vipi katika hicho kizuizi. Kizuizi pia inaweza kuwa ni familia ama hata jamii, ikawa ni kizuizi kwa maisha yako. Pepo anaweza ingia ndani ya mtu ukasema ni mtu, lakini si mtu, ni pepo haswa. Yeye ndio atakuwa ameshikilia, yeye ndio atakuwa ni Yona. Mimi nasema hivi, si wakati wa kutandika na kulala, ni wakati watu waende wakatafute kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikiuliza shida, tuambie Yona wako, atatuambia msumuru mwingi wewe. Jackson tuambia Yona nani? Yena yake wewe, mwingine naye yena yake wewe. Sasa hapa hatukuja ili tuambiane kuna nini. Ni twende kwa Mungu. Ni twende kusikia kutoka kwa Mungu. Kuna uwezekano uko hapa na tayari mahali umechafuka, lakini umefika mahali umekwama, hujui ufanye nini, hujui uanzie wapi. Umefika mahali unasema vivyo ndio kale nafika hivyo, yaani vile vitakavyofanyika nifanyika hivyo, hujui uanzie wapi. Nimekupa njia kwamba kabla uongo kwenye pepo, katafuta kujua kwanza uone kuna nini. Hauna cha pepo tena, labda sijapepo. Maana hawa mabiria hawakemea pepo, walichukua huyo Yona wakamrusha. Ndio ilikuwa ni chini peke yake. Kumbe vitu vingine twang'ang'ana, kumbe ni kusikiza. Amina. Tumwite mtumishi tuje tuombe tuulize Mungu tusikie anasemaje. Vitu vingine hata sijakuita Mungu anasemaje. Enda kwa Bwana kumwambia Bwana kuna nini? Sikiza kile Bwana anafanya, anasema ufanye. Vitu vingine tena basi kwa kwamba unaleta kitandani, unamwambia Bwana mimi unalala hapa chini. Leo na kulala chini mimi sitaki kitanda mpaka uongee na mimi. Mpaka hii shida iondoke. Amen. Lakini sisi kifika jioni kitanda na shida nzuri sana tena. Wewe Mungu viangalie wewe, viangalie yeye. Simama wewe upigane.
Yesu asifiwe. Umelisikia neno vizuri kama Bwana alivyolileta kupitia kwa mtumishi wake, ya kwamba kizuizi kile ambacho ni cha mafanikio yako ama kuendelea kwako ama kuinuliwa kwako ni wewe uangalie ni wapi kuna tatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ametumika jioni ya leo kwa ajili ya wewe uweze kupata kufunguliwa, uweze kupata kufika pale mahali ambapo umepatamani shida au kujua tatizo liko wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini jioni ya leo Bwana ametuambia ya kwamba hata mengine si ya kuomba, ni kujiangalia, ni kujichunguza, ni kujiangalia ndani ya moyo wako na ndani ya maisha yako. Ni nini kinasababisha mpaka kile unakitamani kukipata bado hujakipata? Bwana Yesu apewe sifa. Wimbo mmoja wa worship, kisha kila mmoja aende mbele za Bwana, tamke neno mbele za Bwana. Fikiria ni nini ambacho hakijaenda sawa. Unajijua maisha yako, unajielewa maisha yako. Mtumishi wa Mungu akazungumza akasema, nikaangalia kisha nikarudi tena, nikaangalia mara ya pili nikapata tatizo lilikuwa liko hapa. Na wewe nakwambia pia usiangalie. Angalia moyo wako, chunguza
Inuliwa, himidiwa, tukuzwa, kwa maana unaweza Yesu wangu, na hakuna kama wewe jioni ya leo. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Twaseme amen. Basi nasema Mungu wa mbinguni tubariki sote. Karibu kiongozi wao. Amen. Nataka mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Asante. Basi kipindi cha sadaka unazo hizi vitu zetu hapa sadaka. Kuna sadaka yako ya kushukuru Mungu, utapata kuna bahasha hapa, labda pengine fungu la 10. Fungu la 10 usitoe Jumapili peke yake. Wakati wote unapopata ndugu wa Mungu unaweza chukua bahasha mahali hapa. Pia hapa sadaka ya hiari, sadaka ya malimbuko, kumshukuru Mungu utaweka hapa, kisha utakuwa huo ndio mwisho wa ibada yetu ya siku ya leo. Nasema Bwana wabariki sana mnapoendelea na zoezi hilo la kumtolea Mungu. Bwana azidi kuwalinda, muwe na wiki yenye amani na mafanikio. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu wa Matina aweze kuomba na kwa ajili ya sadaka hii, kisha tutatoka kwa mwisho wetu wa ibada yetu ya siku ya leo. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru, tunasema asante. Tazama Bwana, ni wewe ndiye Mungu ambaye tumekuja kuabudu mahali hapa. Nasi Baba tumefika mwisho, ikiwa ni wakati wa matoleo. Baba yangu, watoto wako wamepata kujishika mifuko yao ili Baba wakakutolea. Nenda Bwana wa Mungu ukabariki sadaka hizo. Nenda Baba ukawabariki watoto wako. Nenda kwao ukapate kuwabariki, ukasimame pamoja nao Jehova. Nenda Baba ukaweze kutimisha baraka zako kwa ajili ya maisha yao. Baba yangu wamejiima kwa ajili yako, nawe Baba usiwache jinsi walivyo. Nenda ukaamuru baraka zako Baba, nenda ukakemea hata uharibifu ambayo huja na kuadhibu, ambayo huja na kukemea na kushika vitu vyao. Ninatamka jioni ya leo, nenda Baba ukapate kukemea. Mtakatifu na kushukuru kwa ajili ya jioni hii. Nasema asante Baba, hata baraka hii Bwana ikafanyike kuwa manukato machoni pako. Ukaibariki Baba, watoto wako wanapotoka waandamane na baraka zako, wakaone ushindi wako, wakaone